Urusi imetambulisha kombora jipya ambalo limefanywa majaribio hivi punde huko nchini Urusi, na utasikia pia undani wa kombora hilo jipya la nyuklia ambalo Urusi imetambulisha hivi karibuni, na utafahamu pia kuhusu sifa za kombora jipya la Urusi ama kombora jipya ambalo inaelezwa kwamba lina uwiano mkubwa zaidi wa nyuklia, na utasikia pia historia ya maendeleo na matukio muhimu kuhusu kombora hilo. Nje ya hapo pia utasikia kuhusu malengo ya mpango na mkakati wa kombora jipya la Urusi la Burevestnik. Hivyo pia katika mwisho wa ripoti hii pana kabisa utasikia pia kuhusu changamoto, ukosefu na mtazamo wa kimataifa juu ya kombora jipya la Urusi, na utasikia athari kwa usalama wa kimataifa na uhusiano wa kimataifa kuhusu silaha za Urusi, hasa kombora hili jipya, na utasikia sasa faida pamoja na hasara za kombora jipya la Urusi ambalo limetambulishwa hivi karibuni, licha ya kwamba pia lilianza kuzinduliwa muda mrefu sana ambapo Putin aliweza kulitangaza, lakini pia siku za hivi karibuni tayari limefanywa majaribio na kuonekana kuwa na uwezo mrefu kiasi cha kwamba limetajwa kuwa ni kombora ambalo lenye masafa marefu au masafa yasiyo na kikomo, na pia kuwa na uwezo kukwepa ulinzi wa anga. Kombora jipya la nyuklia la masafa yasiyo na kikomo la Urusi maarufu kama Burevestnik linaweza kukwepa ulinzi wa makombora. Mkuu wa mfanyakazi mkuu Valery Gerasimov kutoka nchini Urusi amesema hivyo, na ametoa matamshi hayo Jumapili wakati wa ziara ya Rais wa Urusi Vladimir Putin katika kituo cha amri cha jeshi la Urusi, ambapo Putin alifanya mkutano na Gerasimov na makamanda wengine wa kijeshi, ambapo aliarifiwa kuhusu hali hiyo katika mstari wa mawasiliano na jeshi la Ukraine na mazoezi ya mafunzo ya kushambulia ya jeshi la Urusi, ikiwa ni pamoja na vikosi vya nyuklia vya kimkakati vya nchi hiyo. Pia kulingana na Gerasimov, jaribio la Burevestnik ikiwa kama kombora jipya lilifanyika Oktoba 21 mwaka huu. Kombora hilo lilikamilisha safari ya saa nyingi iliyochukua kilomita 14,000, ingawa amesisitiza ya kwamba huo sio kikomo ama hicho sio kikomo cha masafa cha kombora hilo la Burevestnik. Sifa za kiufundi za kombora la Burevestnik kulifanya liweze kushambulia malengo yaliyolindwa sana kwa umbali wowote kwa usahihi uliohakikishwa, Gerasimov amesema kuhusu sifa kombora hili. Wakati wa safari ya majaribio, kombora hilo pia lilifanya kwa mafanikio ujanja wote na wima na wa mialo ulioteuliwa, likionyesha uwezo wake mkubwa wa kukwepa mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora na anga. Burevestnik ni kombora la kimkakati la masafa ya juu linalotumia nyuklia lenye masafa yasiyo na kikomo liloundwa kuharibu malengo yenye thamani kubwa, ikiwa ni pamoja na mahandaki yenye ngome, na haliwezi kugunduliwa na rada ya kawaida, na inaweza kufuatiliwa tu na vyombo maalum vya anga wakati wa awamu za uzinduzi na kuongeza kasi. Putin inakumbukwa alifichua kwa mara ya kwanza maendeleo ya kombora hilo mwaka 2018, akielezea kama silaha ya kipekee ambayo haifuati njia ya balistiki na kufanya mifumo iliyopo ya ulinzi wa kombora kutokuwa na ufanisi. Alibainisha kwa masafa yake yasiyo na kikomo yanaruhusu kuendesha kwa muda usiojulikana, na akizungumza na Gerasimov, Rais Putin amekazia kwamba Burevestnik ni bidhaa ya kipekee ambayo hakuna mtu mwingine yoyote duniani aliyenayo, huku akisisitiza ya kwamba kazi nyingi zinabaki kabla ya kuwekwa kwenye tahadhari ya mapigano. Alisema, tutahitaji kufafanua kwa undani zaidi ni aina gani ya silaha ambayo mfumo huu mpya ni wa kubaini njia zinazowezekana za matumizi na kuanza kuandaa miundombinu ya kupelekwa kwake ndani ya vikosi vyetu vya kijeshi, Putin amesema, akiongeza kuwa malengo yote muhimu ya majaribio ya kombora hilo sasa yamefikiwa. Ni sehemu ya mpango mpya wa mikononi ya vinasaba na uwaruzi wa mkakati wa Urusi uliozinduliwa na Rais Vladimir Putin tarehe 1 Machi 2018, ambapo alitangaza nyombo 6 za mbinu mpya za kimkakati. Mradi huu unalenga kuunda kombora la kukimbia juu ya mfumo wa ulinzi wa anga na la umbali mrefu sana linalotumia mashine ya nyuklia ama mini reactor kwa ajili ya uendeshaji, kwa neno lingine propulsion ya nyuklia.
Kwa mujibu wa wakosoaji na vyanzo huru, Burevestnik inakusudia kutumia mchanganyiko wa booster ya kirahisoti au solid fuel rocket kwa kuanzisha mchakato kisha kuhamia kwenye kiini cha nyuklia kilichopunguzwa saizi kidogo ambacho hujaza hewa na kuifanya kuwa ya hali ya juu zaidi. Kwa mfano, ripoti moja inasema kwamba mfumo wa kusukuma wa Burevestnik una mtambo mdogo wa nyuklia. Kwa sababu ya mfumo huu wa propulsion, upande wa Urusi unadai ya kuwa kombora hilo lina umbali bila kikomo, kwa maana linaweza kutolewa kutoka sehemu yoyote nchini Urusi na kufika sehemu yoyote duniani. Kombora hilo linapangwa kuruka kwa kando ya anga. Kwa mfano, kwa udhibiti wa vifaa vya ulinzi wa anga, inaonekana kuendeshwa kwa umbali mrefu ikiruka chini ya rada, kwa mfano antiobu ya 50 hadi 100 meters juu ya ardhi, na imetajwa katika baadhi ya vyanzo vya taarifa kuhusu kombora hili la Urusi. Na hizi ni sifa za kombora la Urusi ambalo linafahamika kama Burevestnik. Kwa sababu Urusi haijatoa kila sifa rasmi kwa undani, hivyo mengi ni makadirio ya wataalamu wa ulinzi, na hizi ni sifa zinazojulikana au makadirio ya sifa za kombora hili. Kwanza, kuhusu aina yake. Kombora hili ni kombora la miunganisho ama cruise missile lililotolewa ardhini, ground launched, ambalo lina uwezo wa kubeba shoka warhead ya nyuklia. Kuhusu mpangilio na urefu wa ukubwa wa kombora hili. Kwa mfano, ukurasa wa Wikipedia unaonyesha urefu wa takribani mita 12 kabla uzinduzi na urefu mdogo wakati wa ndege au in flight takribani mita 9. Na kuhusu umbali wa ndege wa kombora hili, Urusi inadai umbali wa ukubwa sana au hata bila kikomo, lakini wataalamu wanatoa makadirio ya umbali wa kombora hili kuwa ni kilomita 10,000 hadi 20,000, ambako pia Gerasimov amesema kwamba katika Oktoba 21 ambako alifanya majaribio ya kombora hilo pia liliweza kuruka hadi kilomita 14,000. Kuhusu urefu wa kuruka, moja ya ripoti inasema urefu wa ndege ya kombora unaweza kuwa takribani mita 50 hadi 100 juu ya ardhi, kushuka sana kufanya kuonekana ama ugunduzi kuwa mgumu. Mwendo au spidi ya kombora hili. Sehemu ya sifa hizi hazijulikani kwa hakika, ila baadhi ya wataalamu wanasema ya kuwa inaweza kuwa chini ya hypersonic, yani inaweza kuwa subsonic au katikati ya moja juu, hivyo si kwa lazima kuwa hypersonic. Na hii ni historia ya maendeleo na matukio muhimu kuhusu kombora hili. Mradi huu ulichaguliwa kuwa sehemu ya mkakati uliozinduliwa Machi 2018 na Rais wa Urusi Vladimir Putin, aliyetangaza rasmi uzinduzi wa mkakati wa kombora hilo ambalo pia lina uwezo kukwepa mfumo wa ulinzi wa anga, na kati ya hizo ni Burevestnik, yani kombora la Burevestnik, yani kombora jipya ambalo pia limejaribiwa katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa ripoti, tayari kabla ya 2019 majaribio ya msingi ya kiini cha propulsion ya nyuklia yalikuwa yamemalizika. Moja ya matukio ya hatari kuhusu kombora hili. Mwaka 2019 kulikuwa na ajali eneo la bahari ya Barents karibu na mradi wa Nenoxa ama Nenoxa, ambapo injini ya nyuklia ya kombora ilidaiwa kuwa imehusika, ambapo waandishi wa nyuklia walijeruhiwa, waliaga dunia na kuwepo kwa ongezeko la mionzi eneo hilo. Malengo ya mpango na mkakati kuhusu silaha hii. Burevestnik inalenga kuwa silaha ya mstari mpya katika mkakati wa nyuklia wa Urusi, ambayo itaongeza uwezo wa kujitetea na pia kukabiliana na vitisho vya mfumo wa ulinzi wa anga au missile defense kutoka kwa adui. Kwa mkakati, ikiwa kombora hili pia linaweza kuruka umbali mrefu sana na kutoka sehemu yoyote nchini Urusi, basi pia Urusi inapata shughuli ya mkono wa pili au hata uwezo wa kumfanya adui kuogopa upande wa nyuma wa ulinzi wake. Aidha, uwezo wa kuruka chini, low altitude, na mwelekeo usiotabirika unachukuliwa kuwa njia ya kukwepa rada za ulinzi wa anga. Changamoto, ukosefu na mtazamo wa kimataifa juu ya silaha hii. Ingawa Urusi inadai mafanikio makubwa, lakini wataalamu wa Magharibi wanashikilia kuwa mradi huo bado una matatizo makubwa ya kiufundi, ukosefu wa uthibitisho wa majaribio yaliyofanikiwa kwa wingi na masuala ya kiusalama. Kwa mfano, ripoti ya Nuclear Threat Initiative ilieleza kuwa kati ya majaribio 13 yanayojulikana, mawili tu yalikuwa na mafanikio
sehemu au mafanikio kiasi ya silaha hiyo. Maswali ya mionzi. Kwa kuwa mfumo wa propulsion unatumia reactor ya nyuklia iliyotekelezwa au inayoruka juu ya anga ya dunia, kuna hatari ya kutolewa kwa nyuklia au mionzi ya mazingira, jambo ambalo limeanzisha wito wa wasiwasi mkubwa. Utendaji wa kombora hili. Baadhi ya wataalamu wanasema ya kwamba kutokana na mwendo mdogo kuliko hypersonic na wakati wa ndege ndefu, kombora linaweza kuwa dhaifu kwa uchunguzi au kufuatiliwa ikiwa utachukua muda mrefu kuruka. Pia matumizi ya kombora la aina hii huibua swali la matumizi ya nyuklia zaidi, na mapigano ya kimkakati ya kimataifa vinaweza kushusha ziada hali ya ulinzi na makabiliano ya kimission. Na hizi ni athari kwa usalama wa kimataifa na uhusiano wa kimataifa juu ya silaha hii. Kwa kuwa Burevestnik ina uwezo wa kile kinachoweza kuitwa global reach, yani kufikia sehemu yoyote duniani kutoka sehemu yoyote nchini Urusi, inaathiri sana usambazaji wa nguvu na hata utulivu wa kimataifa. Hii inaweza kuathiri mikataba ya udhibiti wa silaha kwa sababu inatoa njia mpya za utoaji wa silaha za nyuklia. Pia ikiwa kombora kama hili litakamilika na kutumika, basi linaweza kuongeza hatari ya matishio ya nyuklia kwa namna mpya, mfano kutolewa kwenye ndege ya kawaida kuruka kwa muda mrefu, au hatari ya mionzi zaidi mapigano ya nyuklia jadi. Taifa la Urusi linaweza kutumia maendeleo ya Burevestnik kama kielelezo cha nguvu ya kisiasa na kijeshi, kama sehemu ya sera ya uonevu wa silaha mpya, au kama kigezo cha mazungumzo ya diplomasia. Pia Urusi ilitangaza kwamba majaribio yalifikia hatua ya mafanikio Oktoba 2023, na Rais Putin alisema kuwa mradi unakaribia kuingia kwenye hatua ya uzalishaji kamili. Lakini wataalamu wengi wanasisitiza kuwa bado haijulikani kama kombora tayari limeingia kikamilifu kwenye uzalishaji wa kijeshi na kama itachukua muda zaidi. Faida na hasara katika silaha hii ama katika kombora hili. Faida kuu zinazodaiwa ni kuwa uwezo wa kufikia umbali mrefu sana, au kinaweza kutolewa kutoka sehemu yoyote nchini Urusi kufikia sehemu yoyote duniani. Hii pia ni moja kati ya faida ya ulinzi kwa Urusi. Uwezo wa kuruka chini, low altitude, na kwa njia zisizotarajiwa, hivyo kupunguza uwezekano wa kugunduliwa au kuwashwa na mfumo wa ulinzi wa anga. Propulsion ya nyuklia pia inaweza kuruhusu ndege ya muda mrefu sana, marudio marefu, au hata kubaki angani kwa muda. Hasara na changamoto za kombora hili. Ukosefu wa majaribio yaliyofanikiwa kwa wingi. Program bado ina hatari ya kiufundi. Pia hatari kubwa ya mionzi kwa mazingira ya wananchi. Kama kombora lina mwendo wa chini kuliko hypersonic, bado inaweza kukumbana na changamoto za kugunduliwa na kutekwa. Gharama kubwa ya maendeleo, uendeshaji wa kiusalama na athari za kimazingira au miundo ya nyuklia zinazoongezeka. Inaweza pia kuchochea ushindani na kueneza silaha za nyuklia zaidi, hivyo kuongeza hatari ya migogoro duniani, hasa Ulaya. Na mwisho, naweza nikasema kwamba kombora hili la Burevestnik linaweza kuwa moja ya silaha za mabadiliko makubwa katika uwanja wa silaha za kimkakati, kwa namna pia ambavyo sifa zake zimetajwa, hasa pia kuwa na muundo ama kuwa na baadhi ya vifaa vya nyuklia na uwezo wa kuruka njia zisizotarajiwa. Hata hivyo, ni muhimu kutambua ya kwamba habari nyingi ni za makadirio. Programu bado inadaiwa hasa kwa siri, na kuna hatari kubwa ya kiusalama na kisiasa, hasa kuhusu pia hichi ambacho kimeripotiwa siku ya leo, hasa kuhusu uzinduzi ama ripoti ya jaribio hili la kombora jipya la Urusi ambalo limeitwa jina la Burevestnik, ambalo Oktoba 21 pia inasemekana kwamba ndiyo siku ambayo lilifanywa jaribio, na Gerasimov amesema kwamba asilimia kubwa sana kombora hilo liweza kufanikiwa na liweza kupaa karibu umbali wa kilomita 14,000. Kwa hiyo hiki pia ndicho ambacho sasa kinazidi kujiri kwa upande wa Urusi, ambako hii pia ni bado inadhihirisha wazi ya kwamba Urusi bado inazidi kujipanga ama kujiimarisha kwa njia ya silaha. Inakumbuka pia mwaka jana Urusi iliweza kuzindua ama kurusha kombora jipya kabisa ambalo iliweza kushambulia kule nchini Ukraine. Ilikuwa ni nyakati kama hizi, ilikuwa mwisho wa mwaka ambako Magharibi iliweza kuiruhusu
Ukraine kutumia silaha za masafa marefu kushambulia nchini Urusi, na ndiko ambako pia Urusi ikatumia kombora jipya kabisa ile la ICBM kushambulia huko nchini Ukraine. Wakasema kwamba bado pia kombora hilo lilikuwa linafanywa matengenezo zaidi, lakini kuna machache ambayo yalikuwa yamekamilika na wakaweza kufyatua moja huko nchini Ukraine. Kwa hiyo hiki pia ambacho kimeripotiwa kwamba kuna kombora tena jipya la Burevestnik ambalo tayari limejaribiwa katika siku za hapo nyuma mwezi huu. Hii pia ni dalili ya kwamba Urusi bado inazidi kujijenga zaidi kisilaha na hivyo kubakia kuwa kama tishio kubwa hasa kwa nchi za Magharibi. Naishia hapo kuhusu taarifa ya silaha hii. Taarifa zaidi endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati. Asante. Hii ni JM TV.